Mjambo na habari za mchana wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kivu News Info, na karibu tena katika matangazo yetu ya mchana leo, ikiwa ni tarehe 24 za mwezi wa 5 mwaka 2026 kupitia Kivu News Info, sauti ya ukweli na habari zinazoaminika kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na eneo lingine la maziwa makuu. Mimi ni Teloje Longa na kuletea mkusanyiko wa habari muhimu za mchana leo zikigusia hali ya usalama, siasa, afya pamoja na maisha ya wananchi katika maeneo mbalimbali ya nchi. Na katika matangazo yetu ya mchana leo angazia operesheni mpya za jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo dhidi ya waasi wa ADF katika mkoa wa Ouele, juhudi za serikali ya Kongo katika mapambano dhidi ya mlipuko wa Ebola mashariki mwa nchi, pamoja na hali ya wasiwasi wa kiuchumi mjini Goma kufuatia kusimamishwa kwa safari kati ya Goma na Butembo. Pia tutakuwa na taarifa kuhusu hatua mpya za usalama zilizoko mjini Baraka pamoja na habari nyingine muhimu za kitaifa na kimataifa. Basi na kualika kuwa na mimi mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu ya mchana wa leo kwa tarehe 24 Mei mwaka 2026. Nini Kivu News Info, sauti ya wananchi. Basi karibu tukupashe. Skrini zetu zinaweza kuunganisha au kugawa. Leo hii taarifa nyingi usambaa bila kuthibitishwa kwenye mitandao ya kijamii. Uvumi, habari za uongo na maneno ya chuki vinaharibu uaminifu na kudhoofisha jamii zetu. Kabla ya kushiriki, jiulize swali rahisi: je, taarifa hii ni ya ukweli? Tuthibitishe vyanzo, tukatae upotoshaji, tuseme hapana kwa taarifa za uongo. Skrini zetu zinapaswa kuwa madaraja na si silaha. Kivu News Info inakuita kuwa na uwajibikaji wa kidijitali. Pamoja tuchague umoja, ukweli na amani. Ujumbe huu umetolewa na kuzanishwa na Wizara ya Ulaya ya Mambo ya Nje kwa kushirikiana na Search for Common Grounds. Mgogoro wa kisiasa ulikuwa umezuka kwa majuma kadhaa kati ya serikali ya mkoa na bunge la mkoa Kivu Kusini umefika tamati baada ya kufanyika kwa mkutano wa maridhiano ulioandaliwa siku ya Jumamosi tarehe 23 Mei mjini Kinshasa chini ya usimamizi wa rais wa bunge la taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Bonji Sankara pamoja na makamu wa pili wa seneti Norbert Basengezi Kantitima. Kwa mujibu wa kitengo cha mawasiliano cha bunge la taifa, mkutano huo wa ngazi ya juu ulikuwa na sehemu ya juhudi za kurejesha mshikamano na maelewano kati ya taasisi za mkoa Kivu Kusini baada kipindi kirefu cha mvutano wa kisiasa uliokuwa umeathiri utendaji wa kiwanda ya taasisi ya serikali katika mkoa huo. Mkutano huo ulikuwa umebua maswali mikubwa miongoni mwa wananchi pamoja na wadau wa kisiasa kutokana na hatari ya kusimama kwa shughuli za taasisi za mkoa katika kipindi ambacho mkoa Kivu Kusini unaendelea kukabiliwa na changamoto mbalimbali za kiusalama, kijamii pamoja na kiuchumi. Hilo lilifanya viongozi wa kitaifa kuamua kuingilia kati ili kuzuia kuongezeka kwa mgogoro huo ambao ungeweza kuathiri zaidi utulivu wa mkoa. Hatua hiyo ya maridhiano ilianzishwa chini ya maelekezo ya Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi, ambaye alitaka kuhakikisha kuwa taasisi za Kivu Kusini zinaendelea kufanya kazi kwa utulivu na ushirikiano. Serikali kuu ilichagua njia ya mazungumzo na mashauriano kama suluhisho la kudumu ili kuzuia hali ya kisiasa kuzorota zaidi katika ndani ya mkoa huo. Kwa mujibu wa chanzo hicho, pande zote zilizokuwa katika mgogoro zilialikwa kwenye kikao hicho cha upatanisho kupitia mwaliko wa waziri mkuu msaidizi waziri wa mambo ya ndani Jacquemain Shabani, ambalo kutanisha aliwakilisha wakati wa mazungumzo hayo. Washiriki wengi walieleza kuwa majadiliano yalifanyika katika mazingira ya uwazi, kusikilizana pamoja na kutafuta suluhisho la pamoja kwa ajili ya mustakabali wa mkoa Kivu Kusini. Baada ya mazungumzo hayo, pande zote zilizokuwa zikikinzana zilifikia mwafaka uliowekwa vizuri na washirika wote. Jumla nyaraka 25 zilisainiwa wakati wa mkutano, zikiwemo kanuni za maadili mema pamoja na makubaliano ya ushirikiano kati ya viongozi wa taasisi za mkoa. Nyaraka hizo zina lengo la kuzuia kurejea kwa migogoro ya kisiasa, kuimarisha mazungumzo ya kudumu na kuhimiza utawala unaojengwa juu ya kuheshimiana na kushirikiana. Waliosaini makubaliano hayo yaliyotolewa kuwekwa mbele ya maslahi ya wananchi wa mkoa Kivu Kusini kwa kuzingatia misingi ya maslahi ya msamaha, maridhiano ya umoja na taasisi za serikali. Baadhi ya washiriki walisisitiza umuhimu wa kuacha tofauti za kisiasa pembeni ili viongozi wa mkoa waweze kuelekeza nguvu zao katika kutatua matatizo yanayokabili wananchi, hususan usalama, maendeleo na huduma za kijamii.
Washiriki wa mkutano huo pia walimpongeza Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa juhudi zake binafsi katika kutafuta suluhisho la amani kwa mgogoro huo wa kisiasa. Walitambua mchango mkubwa uliotolewa na Aimé Bonji Sankara pamoja na Norbert Basengezi Kantitima ambao waliweza kuwakutanisha viongozi wa pande tofauti kufikia makubaliano ya pamoja. Mkutano wa maridhiano unafanyika katika kipindi ambacho wadau wengi wa kisiasa pamoja na mashirika ya kiraia walikuwa wakitoa wito wa kutuliza hali ya kisiasa ili kuzuia kusimama kwa shughuli za taasisi za mkoa wa Kivu Kusini. Wachambuzi wengi wa siasa, makubaliano yanaonekana kuwa hatua muhimu kuelekea kurejesha utulivu, ushirikiano na utendaji mzuri wa taasisi za serikali katika mkoa wa Kivu Kusini. Hali ya kiuchumi katika mji wa Goma inaendelea kuzua wasiwasi mkubwa kufuatia uamuzi wa waasi wa M23 wa kusimamisha usafiri kati ya mji wa Goma na Butembo, hatua ambayo inaweza kusababisha kuzorota zaidi kwa maisha ya wananchi wa mkoa wa Kivu Kaskazini ambao tayari wameathiriwa na miezi kadhaa matatizo ya kifedha na kutengwa kwa baadhi ya maeneo ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa wachambuzi mmoja kutoka taasisi ya utafiti wa kiuchumi ya Espace de Recherche pour les Economistes yenye makao yake mjini Goma, hatua hiyo inaweza kusababisha uhaba mkubwa wa fedha taslimu katika mji huo katika siku zijazo. Tangu kuanza kwa mgogoro wa usalama mwezi Januari mwaka 2025, benki nyingi za Goma zinaendelea kufungwa, hali na walazimu wananchi pamoja na wafanyabiashara kutafuta njia mbadala za kupata fedha na matumizi ya kila siku. Katika kipindi cha miezi iliyopita, wafanyabiashara wengi pamoja na wakazi wa Goma walikuwa wakisafiri hadi Beni kwa ajili ya kutoa fedha taslimu kabla ya kurejea nazo mjini Goma ili kuendesha biashara zao za simu pamoja na vituo vyao vya kutoa pesa kwa njia ya kielektroniki. Wengine walikuwa wakivuka mpaka nchi jirani ili kutafuta fedha za kutosha kwa ajili ya shughuli zao za kiuchumi. Lakini sasa kufungwa kwa barabara Goma kuelekea Butembo, ambayo ilikuwa njia muhimu ya mwisho ilikuwa kiunganisha kaskazini na kusini mwa mkoa wa Kivu Kaskazini, kumeathiri vibaya mfumo wa juu wa kujikimu kiuchumi uliokuwa ukisaidia maelfu ya wananchi. Hatua inaongeza hofu kubwa miongoni mwa wakazi wa Goma ambao tayari wanakabiliwa na matatizo mengine ikiwemo kufungwa kwa baadhi ya mipaka kati ya Kongo, Rwanda na Uganda. Wachambuzi mbalimbali wanaona kuwa ikiwa suluhisho la haraka litapatikana, uchumi wa Goma unaweza kusimama kabisa kutokana na ukosefu wa fedha na kupungua kwa mzunguko wa biashara. Kundi la waasi wa M23 limetangaza rasmi kusimamisha harakati hizo za watu kuanzia tarehe 23 Mei mwaka 2026 kati ya maeneo ya kaskazini na kusini mwa mkoa wa Kivu Kaskazini. Waasi hao wanaeleza hatua hiyo inalenga kuzuia kuenea kwa ugonjwa wa Ebola ambao unaripotiwa hivi karibuni katika baadhi ya maeneo ya Kivu Kaskazini na Ituri. Hata hivyo, usafirishaji wa bidhaa umeendelea kuruhusiwa, lakini chini ya masharti makali ya usalama na afya. Kwa sasa ni dereva mmoja na msaidizi wake pekee wanaruhusiwa kusafiri ndani ya malori yaliyosafirisha mizigo. Licha ya masharti hayo, bado kuna idadi kubwa ya wananchi wanaosafiri kati ya maeneo yanayodhibitiwa na serikali na yale yaliyo chini ya udhibiti wa waasi wa M23. Jambo linaendelea kuongeza hofu na kusambaa kwa Ebola katika maeneo mbalimbali ya mashariki mwa nchi. Katika mji wa Beni, viongozi wa mashirika ya kiraia wanaeleza pia wasiwasi wao kuhusu uwezekano wa kuenea kwa mgonjwa huo hatari, na makamu wa rais wa mashirika ya kiraia katika wilaya Beni, Richard Kirimba, amesema mkuu wa mji wa Beni, Butembo, Lubero pamoja na Goma iko katika hatari kubwa kutokana na mwingiliano mkubwa wa wananchi katika maeneo hayo pamoja na Ituri na Uganda. Analaumu ukosefu wa hatua madhubuti za kuzuia maambukizi ya Ebola katika maeneo ya umma pamoja na baadhi ya vituo vya afya vya Grand Nord Kivu. Aidha, mashirika ya kiraia yanaonya kutokuridhishwa na kuchelewa kutolewa kwa majibu ya vipimo vinavyochukuliwa kutoka kwa watu wanaoshukiwa kuwa na ugonjwa huo, wakati ambako tayari vifo kadhaa vimeripotiwa katika eneo hilo. Kutokana na tishio hilo la pamoja la kiuchumi na kiafya, sauti zinazokataa hatua za haraka kutoka kwa serikali ya Kinshasa pamoja na viongozi wa M23 zinaendelea kuongezeka. Wengi wanaamini kuwa bila mazungumzo ya haraka na hatua madhubuti, hali ya kibinadamu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaweza kuendelea kuwa mbaya zaidi katika siku zijazo. Uratibu wa mashirika ya kiraia Sosiko DRC katika mji wa Baraka umepongeza juhudi zinazofanywa na kamanda wa kanda 33 ya kijeshi ya mkoa Kivu Kusini yenye makao yake mjini Baraka kwa hatua mpya za kiusalama zilizowekwa katika mji huo kufuatia kuongezeka kwa matukio ya uhalifu na ukosefu wa usalama katika siku za hivi karibuni. Kwa mujibu wa Sosiko DRC, tangu kutekwa kwa mji wa Uvira na jeshi la Rwanda pamoja na washirika wake wa M23, hali ya usalama katika mji wa Baraka imeendelea kuzorota mchana na usiku. Mashirika ya kiraia yanasema kuwa matukio mbalimbali ya ujambazi, uporaji wa kutumia silaha
silaha, ubakaji pamoja na vitendo vingine vya uhalifu vimekuwa vikiripotiwa mara kwa mara. Shirika hilo linaeleza kuwa baadhi ya vitendo hivyo vinadaiwa kufanywa na watu wenye silaha wanaoshukiwa kuwa na udhibiti wa kutosha, wakiwemo baadhi ya wanajeshi wa FARDC, maafisa wa polisi pamoja na baadhi ya wapiganaji wa wazalendo. Leo imekuwa kibua hofu kubwa miongoni mwa wakazi wa Baraka ambao wanahofia kuendelea kwa ukosefu wa usalama katika eneo hilo. Kutokana na hiyo, Sosiko DRC imetoa shukrani zake kwa mamlaka ya jeshi kwa hatua zinazochukuliwa ili kurejesha usalama katika mji huo. Mashirika hayo ya kiraia yamepongeza hasa maamuzi yaliyotolewa na uongozi wa kijeshi wa mkoa wa Kivu Kusini chini ya kamanda wa kanda 33 ya kijeshi pamoja na vyombo vya ujasusi. Miongoni mwa hatua zilizopongezwa ni pamoja na kupiga marufuku kubeba silaha za moto wakati wa usiku kwa wanajeshi wa FARDC, wapiganaji wa wazalendo pamoja na polisi, isipokuwa wale walioko kwenye doria rasmi za usalama. Imepigwa marufuku kwa askari na polisi kuvaa sare za kijeshi au polisi wakati wa usiku, isipokuwa wale wanaotekeleza kazi za doria. Hatua nyingine iliyochukuliwa ni kurejeshwa kwa wanajeshi katika vikosi vya rasmi vya kazi pamoja na kutoa namba za simu za dharura kwa wananchi ili kuhakikisha utoaji wa taarifa za kiusalama. Sosiko DRC imewataka wakazi wa Baraka kushirikiana kwa karibu na mamlaka za kijeshi pamoja na vyombo vya usalama kwa kutoa taarifa kuhusu watu au mienendo yote inayoweza kuhatarisha usalama wa mji huo. Shirika hilo pia limehimiza wananchi kwa uangalifu mchana na usiku ili kusaidia kupunguza vitendo vya uhalifu. Katika mapendekezo yake, mashirika ya kiraia yamewashauri wananchi kupunguza safari na matembezi baada ya saa 2:30 usiku. Wafanyabiashara wanatakiwa kufunga shughuli zao kabla ya saa 2 usiku au waendesha bodaboda wakihimizwa kufanya kazi baada ya saa 2:30 usiku kutokana na hali ya usalama inayoendelea kuwa tete. Kwa upande mwingine, utaratibu wa Sosiko DRC umeomba serikali ya mji wa Baraka kuongeza mazungumzo na vikosi vya FARDC, wazalendo pamoja na polisi la taifa pamoja na huduma nyingine za usalama ili kuimarisha mikakati ya pamoja kulinda mji huo kwa kushirikiana na jamii za wenyeji. Mwisho, mashirika hayo ya kiraia yamemtaka kamanda wa polisi wa mji wa Baraka kutekeleza kikamilifu wajibu wake wa kuhakikisha usalama wa wananchi pamoja na mali zao, huku akisisitiza kuwa kurejesha kwa amani na utulivu katika mji huo kunahitaji ushirikiano wa karibu kati ya vyombo vya usalama na wananchi wenyewe. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC limetangaza kuanza rasmi kwa operesheni ya kuwasaka wapiganaji wa kundi la ADF katika mkoa wa Ouele uliopo kaskazini mashariki mwa nchi. Tangazo hilo limetolewa siku ya Jumamosi mjini Isiro na Jenerali Jean Daniel Batabombi ambaye ni kamanda wa kwanza huduma ya elimu ya uraia na uzalendo ndani ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Akizungumza katika mkutano na waandishi wa habari, amesema operesheni hiyo inalenga kurejesha amani na usalama katika maeneo yanayokabiliwa na vitisho vya uasi. Kwa mujibu wa Jenerali Batabombi, ujumbe wa kijeshi uliopo Ouele unatekeleza maelezo ya naibu mkuu wa majeshi ya FARDC kwa lengo la kuhakikisha kuwa kundi la ADF linaondolewa kabisa katika sehemu za mkoa huo ambako limekuwa likisababisha hofu kwa wananchi. Amesema kuwa Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na amiri jeshi mkuu wa FARDC Felix Antoine Tshisekedi tayari ametoa nyenzo za uwezo unaohitajika kwa jeshi ili kuhakikisha operesheni hiyo ya kijeshi. Jenerali Batabombi alisisitiza kuwa serikali ya Kongo haitaki kuona eneo lote la nchi likianguka mikononi mwa makundi ya wasi au mataifa au maadui wa taifa. Aliongeza kuwa operesheni hiyo tayari imeanza na vikosi vya jeshi vinaendelea na msako dhidi ya wapiganaji wa ADF katika maeneo mbalimbali ya mkoa wa Ouele. Kundi la ADF limekuwa likihusishwa mara kwa mara na mashambulizi ya kikatili dhidi ya raia katika maeneo ya mashariki mwa Kongo, hususan katika mkoa wa Ituri na Kivu Kaskazini. Kuongezeka kwa shughuli za waasi au katika baadhi ya maeneo ya Ouele kumekuwa chanzo cha wasiwasi mkubwa kwa wananchi pamoja na viongozi wa eneo hilo. Mamlaka za kijeshi zinaamini kuwa operesheni hiyo mpya inaweza kusaidia kuzuia kuenea kwa mashambulizi ya ADF katika maeneo mengine ya kaskazini mashariki mwa nchi na kurejesha utulivu kwa wananchi waliolazimika kuishi katika mazingira hofu kutokana na vitendo vya makundi yenye silaha. Kwa habari zingine zaidi basi tunajiunga moja kwa moja na wenzetu wa Radio Okapi, na hii ilikuwa ni Kivu News Info, na basi tunakutakia mchana mwema na endelee kuwa makini popote ulipo. Endelea kufuatilia habari zetu za kuaminika, uchambuzi na taarifa mbalimbali kutoka ndani na nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi kwa habari za kina zaidi tunaungana moja kwa moja na wenzetu wa Radio Okapi, na asanteni sana kwa kutusikiliza na tutane tena jioni kwa taarifa nyingine.
Ravi de vous retrouver, je suis Gisèle Cage pour votre rendez-vous avec l'information. Voici les principaux faits qui dominent l'actualité. Est de la RDC, l'Ituri replonge dans la violence. À Djougou, FARDC et CRP s'affrontent dans des combats faisant des morts et des blessés. À Liri, des attaques accompagnées d'incendies ravivent la peur, fragilisant davantage les cessez-le-feu entre les deux camps. Alerte Ebola au Nord Kivu, Beni, Butembo, Goma. La société civile sonne l'alarme. Dispositif insuffisant, désinformation persistante et riposte jugée trop faible face à la menace. En vite du journal, cap sur 2028, les enjeux déjà sur la table. Le professeur Félicien Kabamba analyse les défis et les perspectives des prochaines élections en RDC au cœur de réflexions issues du séminaire de Mbujimaï. Entretien avec Esther Ndalafina en fin de journal. La situation sécuritaire s'embrase à nouveau dans l'est de la RDC. Les signaux virent au rouge. En Ituri, la tension franchit un nouveau cap. Vendredi, dans le territoire de Djougou, 4 combattants de la CRP abattus, 2 autres grièvement blessés lors d'affrontements avec les FARDC. Des combats violents signalés au village de Liri où la rébellion de Thomas Lubanga a frappé fort. Selon des sources sécuritaires, les assaillants ont incendié des positions de l'armée, réduisant plusieurs huttes en cendres. Et déjà, l'indignation monte. Des activistes de droits humains dénoncent une violation du cessez-le-feu unilatéral proclamé par la CRP le 14 mai dernier. Alors, que s'est-il vraiment passé sur le terrain? Élément de réponse avec Martial Kizabiamongo. Selon nos informations, c'est dans la mi-journée de vendredi qu'un groupe d'éléments CRP a attaqué une position de FARDC au village de Liri. Objectif, c'est ravitailler en armes et munitions afin de déloger les forces loyalistes de cette entité pour avoir accès au centre commercial de Boulé, affirment des sources sécuritaires. Les mêmes sources avancent un bilan de 7 éléments de la CRP neutralisés, plus un autre qui a succombé à se blesser la nuit de vendredi à samedi au site de la Plaine Savo où il recevait des soins avec 2 de ses compagnons d'armes grièvement blessés par balle. Par ailleurs, un char de combat de la MONUSCO qui intervenait pour protéger les sites de déplacés de la Plaine Savo a essuyé des coups de balles qui ont endommagé ses pneus. C'est le premier accrochage entre le FARDC et les miliciens de la CRP depuis que ce mouvement armé a décrété unilatéralement un cessez-le-feu le 14 mai dernier pour donner une chance au processus de paix en cours au pays. Bounia, Martial Kizabiamongo, Radio Okapi. Après ces tensions sécuritaires à l'est, cap maintenant sur Bandundouville pour une autre actualité. C'est là que s'est clôturé jeudi 21 mai un atelier consacré aux relations entre partis politiques et médias à l'initiative de l'Institut pour la démocratie et le leadership politique. Pendant 2 jours, une cinquantaine de participants issus des formations politiques et des maisons de presse ont pris part à ces échanges. Au cœur des discussions, 4 grandes thématiques dont le rôle clé des partis et des médias dans la consolidation de la démocratie en République démocratique du Congo. Les participants ont également planché sur l'éthique, la communication politique responsable et la promotion de la paix à travers les médias et les acteurs politiques. Écoutez le professeur émérite Pamphile Mabiala, l'un des intervenants dans cet extrait recueilli par Jean-Claude Tengamou. Puisque nous voulons communiquer politiquement correctement, nous devons travailler autrement et ardemment pour ne pas enterrer la démocratie, mais promouvoir et consolider cette démocratie. Nous devons travailler pour que le gouvernement ne soit pas le gouvernement d'un homme seul. Il faut qu'il y ait l'alternance politique, alors ce ne sera pas une égocratie. Nous voulons également éviter que nous ayons un système démocratique qui s'appelle l'aocratie, liturgie politique, où les étrangers et les locaux sont dans le même gouvernement. Ça, c'est inacceptable. Nous voulons également éviter que notre démocratie soit une zérocratie, zéro, Chancellor Kopamba. Alors, la démocratie, c'est pas Chancellor Kopamba, c'est le gouvernement des meilleurs, vous choisissez les meilleurs et qui puissent régner. Enfin, nous voulons une démocratie anthropocentrique, c'est-à-dire une démocratie qui travaille pour l'intérêt de l'homme, le peuple d'abord et le peuple toujours. Si nous travaillons pour cela, alors notre pays se portera bien.
sera en paix et travaillera pour le développement. À Kinshasa, attention à l'Assemblée provinciale. Le député provincial Jared Panzo Babaka monte au créneau en ligne de mire la gestion de son interpellation visant le ministre provincial des infrastructures et travaux publics. L'élu dénonce une procédure imposée par le bureau qu'il juge non conforme au texte et attentatoire au pouvoir de contrôle parlementaire de députés provinciaux. Entre lecture controversée du règlement, divergence d'interprétation et défense de prérogatives parlementaires, le bras de fer s'installe au sein de l'institution. Retour sur cette polémique avec Christian Makasinga. Le député provincial Jared Ponzou dénonce l'exigence d'une nouvelle présentation suivie d'un vote de recevabilité, une procédure qu'il considère contraire aux articles 191 et 201 du règlement intérieur. Il rappelle qu'en vertu de l'article 191, une question orale avec débat peut être transformée en interpellation lorsque l'auteur n'est pas satisfait de la réponse obtenue. Selon Jared Ponzou, cette transformation a été régulièrement effectuée en séance plénière avant son dépôt officiel auprès du bureau de l'Assemblée. En plénière, c'est vendredi 22 mai, Jared Ponzo a également soutenu qu'aucune disposition des textes ne prévoit qu'une interpellation issue d'une question orale avec débat soit soumise à un second vote de recevabilité. Pour lui, imposer cette formalité supplémentaire constitue une interprétation extensive du règlement intérieur et un précédent dangereux susceptible de limiter les droits des députés provinciaux dans l'exercice du contrôle parlementaire. Face à cette situation, l'élu dit avoir refusé de se conformer à une procédure qu'il juge destinée à entraver la poursuite de son action parlementaire. Malgré nos tentatives, le bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa n'a pas encore donné suite. Cap maintenant sur le Nord Kivu où l'urgence sanitaire refait surface. Les coordinations de la société civile de Beni, Butembo et Goma ainsi que celles des territoires de Beni et Lubero lancent un appel urgent aux autorités provinciales et nationales. Renforcer immédiatement la riposte et la prévention contre l'épidémie d'Ebola. Dans une déclaration conjointe publiée jeudi à Beni, ces structures citoyennes interpellent également la population à faire barrage à la désinformation. Elle déplore par ailleurs l'absence de dispositifs de prévention et de prise en charge dans plusieurs zones du Grand Nord. Extrait de cette déclaration avec Richard Kirimba, vice-président de la société civile du territoire de Beni, un extrait proposé par Martial Papi Moukeba. Comme des cas sont déjà signalés en province du Nord Kivu, à provenance de l'Ituri, les entités de Beni, Butembo, Lubero et Goma sont largement exposées, surtout connaissant des trafics réguliers, rapides et permanents avec Goma, entre Goma, Butembo, Beni et avec l'Ituri, voire avec l'Ouganda. Il est regrettable de constater que, malgré ce contexte de crise et d'urgence, jusqu'à cette date du 22 mai 2026, il n'y a ni dispositif de prise en charge ni dispositif de prévention dans les lieux publics du Grand Nord Kivu. Curieusement, cela s'observe même dans les structures sanitaires. La société civile déplore également le retard dans la sortie des résultats pour des échantillons déjà prélevés, alors que parmi les cas suspects, il y a déjà des décès au Grand Nord Kivu. Cette situation met en danger toute la population en général et en particulier les prestataires de santé. Toujours au Nord Kivu, la situation se complique davantage. À Goma, la AFC M23 annonce la suspension de tout mouvement des populations entre le nord et le sud de la province à partir de ce samedi. Officiellement, une mesure pour freiner Ebola. Mais concrètement, c'est l'isolement qui s'installe. Après la fermeture des frontières par le Rwanda et l'Ouganda, cet axe routier représentait le dernier lien entre les deux parties de la province, malgré son état dégradé et le risque d'embuscade. Résultat, depuis aujourd'hui, les habitants se retrouvent bloqués dans l'impossibilité de quitter la ville. Le point sur cette situation avec Jean-Gantou Kabongo. Officiellement, le M23 justifie cette fermeture par l'urgence sanitaire. Il faut à tout prix stopper la propagation du virus Ebola. Le trafic des marchandises, lui, reste autorisé, mais sous conditions strictes. Désormais, seuls les chauffeurs et son convoyeur ont le droit de monter à bord des camions de marchandises. Pourtant, entre le nord de la province, sous contrôle gouvernemental, et le sud, occupé par le M23, les mouvements de la population sont toujours intenses. Un habitant note que cette coupure vient frapper aussi le secteur
secteur de la finance. À Goma, vraiment, nous essayons juste de survivre du fait que pour trouver le cash, il faut quitter Goma. Alors, ça nous rend pas la vie facile. Nous demandons vraiment aux autorités de pouvoir faire quelque chose. Les banques de Goma sont fermées depuis le début de la crise en janvier 2025. Pour faire tourner l'économie locale, de nombreux habitants et opérateurs économiques n'avaient qu'une solution, rouler jusqu'à Beni pour y récupérer de l'argent liquide ou traverser la frontière. C'est ce cash qui alimentait ensuite les points de retrait Mobali-Mani de la ville. Aujourd'hui, ce circuit de survie est coupé. Un analyste local demande aux autorités de Kinshasa et celles de facto qui vivent à Goma de trouver d'urgence les voies d'une riposte sanitaire conjointe. Car, rappelle-t-il, la santé et l'éducation sont apolitiques et doivent passer avant les conflits. Restons dans les enjeux sanitaires, mais direction cette fois le Congo central. À Kiazikolo, dans le secteur de Boko, l'heure est grave. Le médecin directeur de la zone de santé de Boko, Kivulu, appelle à la construction urgente des latrines. Dans ces villages, la défécation à l'air libre et l'utilisation de cours d'eau contaminés exposent la population au choléra, une maladie qui a déjà fait 8 morts. Écoutons le docteur Conisus Lema au micro d'Élise Kavira. On a envoyé les superviseurs chargés de eau, hygiène, assainissement et l'animateur communautaire de la zone qui sont descendus dans le village actuellement touché. Et on a aussi apporté quelques intrants. Ce qui est vrai, tout ce village-là, la contrée, a des problèmes de latrines. La santé vient sensibiliser, mais la loi doit venir frapper. Ce n'est pas nous qui allons sanctionner. C'est comme ça qu'on avait dit au chef de secteur, il est souhaitable qu'avec les services de sécurité, qu'ils montrent une stratégie. Là où nous partons sensibiliser, il faudrait qu'il y ait des actions correctrices. Mais là où cela avait commencé, quand on aille à sensibiliser, la population qui avait vu les décès, de ce côté-là, la population s'adapte déjà à notre message. Maintenant, là où ça a commencé, maintenant récemment, là où il y a eu des décès, c'est hier que nous sommes allés sensibiliser. Et certainement aussi, il y aura l'impact. Puisqu'au cas contraire, ils vont fuir les villages. Autre secteur clé, les ressources naturelles, riches en minerais, mais pauvres en retombées. La RDC peine toujours à transformer son potentiel en véritable levier de développement entre exploitation artisanale mal encadrée, fuite de recettes vers l'étranger et contrôle insuffisant du commerce minier. Plusieurs députés nationaux dénoncent un manque à gagner énorme pour le pays. Ces préoccupations ont dominé les échanges jeudi à l'Assemblée nationale lors de la question orale avec débat adressé au ministre de Mines, Louis Wantom Kabamba. Face à cette situation, les élus appellent à des réformes urgentes pour mieux encadrer le secteur et garantir que les richesses minières profitent enfin à l'économie nationale. Parmi eux, le député Moudekereneza Namegabe, élu de Bukavu, insiste notamment sur l'assainissement de l'exploitation artisanale. On l'écoute dans cet extrait recueilli par Grâce Mzati. Il faut arriver à régler la question du secteur minier, surtout artisanal. Comme vous l'avez fait pour le cobalt, il faut le faire pour les autres secteurs, le coltan, la cassérite, l'or. Aujourd'hui, on parle de la banque centrale qui veut acheter l'or. C'est avec ça que le pays aura la garantie et aura des supports pour la monnaie. Parce qu'avec ça, on peut l'acheter en francs une partie et une partie en dollars. Le secteur minier, l'exportation, c'était même géré par l'extérieur. Pour qu'on exporte nos propres produits, il fallait que les organismes internationaux viennent pour certifier, pour accepter que les produits, ça provient du Congo. Si réellement les ministres va continuer à assainir le secteur et arriver, comme on a fait avec Arescom, parce que les autres organismes prélevaient plus de 500 à 1000 dollars par tonne et l'argent ne rentrait pas au Congo, restait à l'extérieur. Si vous pouvez arriver à organiser ce service et arriver aussi à avoir une sorte de guichet unique, ça va rassurer les partenaires pour venir investir au Congo, surtout dans le secteur minier. C'est un secteur très important et c'est un secteur où nous devons nous y mettre pour développer ce pays. À présent, un dossier d'infrastructure qui fait grincer des dents dans le nord du pays. À Gemena, la voirie urbaine reste au point mort. Les travaux de réhabilitation piétinent dans la capitale du Sud-Bangui au grand désarroi des habitants. La société civile monte au créneau et pointe du doigt l'entreprise Imo Cercas en charge